Martha kanipigia simu. Akaniambia, shikamo. Halo, shikamo. Marahaba. Mimi Martha hapa, nimesikia una ujumbe wangu. My God. Okay. Nimesikia una ujumbe wangu, unataka kuongea sio na mimi, sio unataka kuongea na mimi. Nakusikiliza. Oh. Yeah. Kama nimeongeza neno, Mungu anihukumu hapa. Nikamwambia, nitaka kuongea na wewe. Kweli. Maana kuna vitu niliongea na mama na dada pia akaniambia, mdogo wako pia akaniambia, nikasema ni vizuri tuongee. Akaniambia hivi, wewe unataka kuniambia nini? Oh my God. Yeah. Mama yangu mwenyewe hawezi kuniambia kitu. Mama yangu mwenyewe, wazazi wangu mwenyewe wamenishindwa. Wewe utaniambia nini wewe? Maanake hivi ninavyokuambia ndio alivyokuwa ananifokea hapo, ni kwenye simu. Kwenye simu. Yeah. Ananifokea. Yeah. Akanifokea na akaniambia, wewe unaendelea kunifuatilia, wewe endelea tu kunifuatilia. Sio kama unaelewa. Na huyu ni Mungu alikutumia wewe kama chombo kuona alichokibeba. Then waliokuwepo pale kanisani ndio wanaelewa ninachokisema. Maana wewe ukuwepo. Ila ilikuwa ni kanisani. Sawa. Wewe endelea tu kunifuatilia wewe. Utanijua mimi ni nani? Nitakupoteza wewe. Unijui wewe. Alikuwa anaongea labda kwa hasira. Mimi sijui alikuwa amekasirika, sielewi. Lakini kwa kifupi nilipata kichambo kilichotakata. Alafu wote sijafikisha ujumbe, nikamwambia basi sawa. Samahani. Usinifuatilie kabisa, wewe achana na maisha yangu kabisa. Wazazi wangu wenyewe wamenishindwa, wewe utaniweza? Na kuuliza wewe utaniweza? Akanifokea kabisa. Mimi sitaki kuyaongea haya. Nimeongea kwa sababu umeniuliza. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kuna kitu Christina alikuwa ni kama alikuwa hakijui. Sasa ndio ulivyokwenda kwenye stage sasa mimi nimeshakomeshwa huku. Ushachambwa. Nishatishiwa na maisha. Sawa. Wewe pale madhabahuni unaniletea tena zile nani? Kwa sababu Christina hivi alisimama, alikuwa anajaribu kuconnect, kutengeneza. Maana Christina ni kama alisimama akawa anatengeneza kwamba tuwe wamoja, sio nini. Yes. Mimi kiukweli nisingeweza kuongea jambo lolote pale kwa sababu tayari Haleluya, asante Yesu. Sasa leo nataka naongea kitu kuhusu Upendo Mkone, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Upendo Mkone umeingia kwenye media hizo, kwenye social media, umeniongelea vibaya. Sasa katika yote uliyoongea, ambalo mimi nimetaka leo niliongee ni kuhusu mimi kukutishia maisha. Ana hayo mengine yote uliyoongea nimeona ni ujinga tu. Mimi siingiage humu kwenye social media kwa sababu tu mtu kaongea basi niingie. Nikiona kuna cha maana hapo naweza nikaongea. Sasa cha maana nilichokiona mimi katika ulioyaongea ni kuhusu mimi kukutishia maisha. Na hii kukutishia maisha nataka ukanielezee vizuri kwenye sheria. Ukanielezee vizuri nimekutishiaje maisha na uje na ushahidi mzuri. Msione sifa kuchafua wenzenu. Msione sifa kutumia hiyo midomo yenu kuongea watu vibaya. Msiharibie wengine heshima ili nyewe muwepo. Hakuna mtu anaweza inuka kwa kumpiga mwenzie. Hakuna mtu anaweza kupanda kwa kumharibia mwenzie. Mkone, Upendo, katika watu siwawazi kwenye kichwa yangu hata kuwafikiria. Wewe nakuheshimu tu kama mama. Nakuheshimu tu kama mtu mzima. Nakuheshimu tu mimi, wewe umri wako na mimi ni tofauti sana. Sasa hebu tuheshimiane tu. Tuheshimiane kabisa. Na waomba na kuopa. Utanieleza vizuri. Wapi nilikutishia? Sijaongea na wewe miaka karibia 9. Hatujawahi ongea kukutana hivi tukaongea hata kwa simu.
Sasa kama ulipanga uniangushe kwa maneno mabaya, unichafue, iwe mwanzo na mwisho. Narudia.